Kilangi. Tunaye pia Mheshimiwa Profesa Florence Luoga, Governor wa Benki Kuu. Tunaye mkurugenzi wa mashtaka DPP Biswalo Mganga, na tunaye wakili mkuu wa serikali ndugu Gabriel Malata. Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, baada ya kupokea taarifa hizo za kutoka ofisi ya CAG, kwa ruhusa yako naomba sasa nimkaribishe Brigadier General John Mbungo awasilishe taarifa ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU. Karibu sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu Mama Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Job Justino Ndugai, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Tulia Ackson, Naibu Spika, Mheshimiwa Profesa Abdillaus Kilangi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali, makatibu wakuu mliopo, Mheshimiwa mawaziri na manaibu wa waziri mliopo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Assalamu alaikum. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kubwa na unyenyekevu na kwa nafasi ya kipekee, naomba uniruhusu niungane na Watanzania wote, na zaidi hasa nitumie fursa hii kwa niaba ya watumishi wenzangu ndani ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini, nikupongeze wewe binafsi kwa dhati kwa kuapishwa kwako kushika hatamu za uongozi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuwa Amiri Jeshi Mkuu. Mheshimiwa Rais, tukiwa bado tunaganga donda kuu ambalo limetokana baada ya kuondokewa na mpendwa wetu na jemedari wetu Daktari John Pombe Joseph Magufuli, naomba uniruhusu pia nikupongeze wewe kwa kuliongoza taifa katika maombolezo makubwa ya msiba huu ambao yamefanyika kwa utulivu, amani na utengamano mkubwa sana. Mheshimiwa Rais, kwa namna pekee napenda kushukuru wewe binafsi kwa kuridhia kutenga muda wako finyu na adhimu kwa ajili ya tukio hili la kupokea taarifa ya utendaji kazi ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa kipindi cha mwaka 2019-2020 kama ilivyoelekezwa katika kifungu cha 14 cha sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa, sheria namba 11 ya mwaka 2007. Mheshimiwa Rais, taarifa ya utendaji kazi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa mwaka 2019-2020 inayowasilishwa kwako pamoja na mambo mengine ipo katika maeneo makuu matatu yafuatayo: moja, uchunguzi na huduma za kisheria; pili, uzuiaji rushwa; na tatu, uelimishaji umma. Mheshimiwa Rais, kwa ujumla taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa mwaka 2019-2020 imefanikiwa kutekeleza majukumu yake ya msingi katika mapambano dhidi ya rushwa kwa asilimia 89.8, takriban asilimia 90, tofauti na malengo ya mwaka 2018-2019 ambapo utendaji wa taasisi ulifikia asilimia 88.1. Ongezeko hili limetokana na kukamilishwa kwa uchunguzi wa majalada 1079 ikilinganishwa na majalada 911 yaliyokamilishwa kwa mwaka 2018-2019. Ufuatiliaji wa matumizi ya fedha za umma katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo ambapo miradi yenye thamani ya shilingi trilioni 11.08 ilifuatiliwa ikilinganishwa na miradi ya thamani ya shilingi trilioni 1.67 iliyofuatiliwa kwa mwaka 2018-2019. Elimu ya kina kuhusu madhara ya rushwa, juhudi za serikali na ushirikishwaji wa wananchi katika vita dhidi ya rushwa ilitolewa kupitia njia mbalimbali ambapo semina 3683 zilitolewa ikilinganishwa na semina 2513 za mwaka 2018-2019. Mikutano ya hadhara na mijadala ya wazi 3866 ilifanyika ikilinganishwa na 3273 ya mwaka 2018-2019. Vile vile pamoja na njia nyingine
za kuwafikia wananchi, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa imeanzisha utaratibu wa kusikiliza kero za wananchi mbalimbali kwa kuwafuata katika mitaa na makazi yao, yaani TAKUKURU inayotembea au PCCB mobile. Uchunguzi na huduma za kisheria. Mheshimiwa Rais, taasisi ilichunguza na kukamilisha majalada 1079 yenye tuhuma mbalimbali zikiwemo ukwepaji kodi, ukiukwaji wa sheria na taratibu za manunuzi ya umma, vyama vya ushirika wa masoko ya mazao ya kilimo kutokuwalipa wakulima fedha zao baada ya kuuza mazao yao kwenye vyama hivyo, mikopo umiza, pamoja na ufujaji fedha kwenye miradi ya maendeleo. Kati ya majalada hayo, majalada 385 yalihusu hongo na majalada 694 yalihusu vifungu vingine vya sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa. Majalada 443 yaliwasilishwa Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kuombewa vibali cha kuwafikisha watuhumiwa mahakamani. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki kesi mpya 586 zilifunguliwa katika mahakama mbalimbali nchini, ambapo kesi 381 zilitolewa uamuzi na kesi 267 watuhumiwa wake walipatikana na hatia na kuhukumiwa vifungo au kulipa faini, zikiwemo kesi 3 kutoka katika Mahakama Kuu divisheni ya makosa ya rushwa na hujumu uchumi kwa jina maarufu Mahakama ya Mafisadi. Vile vile zipo kesi 4 zenye hadhi ya Mahakama ya Mafisadi zinazoendelea mahakamani. Mheshimiwa Rais, kiwango cha kushinda kesi kiliongezeka na kufikia 70.08, ikiwa ni ongezeko la 9.67 ikilinganishwa na kiwango cha 60.41 kilichofikiwa mwaka 2018-2019. Mheshimiwa Rais, taasisi ilifanikiwa kuokoa kiasi cha shilingi bilioni 96.02 kupitia operesheni zake mbalimbali. Fedha hizo zinajumuisha fedha taslim bilioni 66.28 zilizorejeshwa katika benki za taasisi na wananchi husika na shilingi bilioni 29.74 zilizodhibitiwa na kuelekezwa kwenye ukamilishwaji wa miradi ya maendeleo ili kutimiza malengo yaliyokusudiwa. Aidha, Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa imeweka zuio la mali za ushtakiwa zenye thamani ya shilingi milioni 146.63, viwanja 13 na nyumba 6. Mheshimiwa Rais, taasisi ilishiriki katika vikosi kazi task force mbalimbali vilivyoundwa kufuatia matumizi mabaya ya fedha za umma, wizi na urejeshaji wa rasilimali za serikali kama ifuatavyo. 1. Kupitia kikosi kazi kilichoundwa na Katibu Mkuu Hazina, kiasi cha shilingi bilioni 60 zililipwa hazina kama sehemu ya kodi iliyokuepwa na wafanyabiashara waliobainika kukwepa kodi. 2. Shilingi milioni 129.2 ziliokolewa na kikosi kazi kutokana na wizi wa mapato yanayotokana na utumiaji umeme. Na 3. Shilingi milioni 62.6 ziliokolewa katika kazi inayohusisha makumbusho ya taifa. Uzuiaji rushwa. Mheshimiwa Rais, moja ya jukumu la msingi na hatua muhimu katika mapambano dhidi ya rushwa ni kuimarisha mifumo mbalimbali katika sekta za umma na binafsi ili kudhibiti mianya ya rushwa kwa kufanya utafiti au uchambuzi wa mifumo, kufuatilia matumizi ya rasilimali za umma na kufanya washa au vikao na wadau vya kuweka mikakati ya kudhibiti mianya ya rushwa. Eneo la kuimarisha ukusanyaji wa mapato limeendelea kuwa moja ya maeneo ya kipaumbele katika taasisi. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki miongoni mwa kazi za uzuiaji wa rushwa zilizotekelezwa ni pamoja na zifuatazo. 1. Uchambuzi wa mifumo katika mapato yanayokusanywa na halmashauri. Katika kipindi hiki taasisi ilifanya kazi ya uchambuzi wa mifumo ya ukusanyaji mapato katika halmashauri zilizopo katika mikoa yote 20 ya Tanzania bara. Pamoja na mambo mengine, uchambuzi wa mifumo hii ulibainisha upungufu ufuatao: kutozingatiwa kwa sheria na kanuni za ulipaji wa ada na ushuru mbalimbali, watendaji kutotoa risiti za kielektroniki, watendaji kukwepa matumizi ya mifumo, watendaji kuchezea mifumo au mashine ili isifanye kazi, udhaifu wa kufuatilia mashine kwenye mifumo,
pamoja na madiwani kutojadili masuala ya makusanyo ya mapato kwenye vikao vya kamati za maendeleo za kata. Taasisi imeshauri namna ya kudhibiti mianya ya rushwa iliyobainika na inaendelea kufuatilia utekelezaji wa ushauri uliotolewa. 2. Utafiti wa rushwa ya ngono katika taasisi za elimu ya juu nchini. Utafiti ulifanywa katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Chuo Kikuu cha Dodoma kwa lengo la kuwezesha upatikanaji wa taarifa zitakazosaidia kukabiliana na vitendo vya rushwa ya ngono katika taasisi ya elimu ya juu nchini. Pamoja na mambo mengine, utafiti ulibaini mapungufu yafuatayo: mifumo dhaifu ya kudhibiti matumizi mabaya ya mamlaka, wajibikaji, ajira hasa za wahadhiri, pamoja na mmomonyoko wa maadili. Aidha, upande wa wanafunzi nao ulibainika kufanya ushawishi wa kingono kwa wahadhiri na watumishi wa vyuo ili waweze kusaidiwa katika ufaulu wa masomo yao. Taasisi iliwasilisha matokeo hayo kwenye kikao cha wadau ambapo matokeo yalijadiliwa na kuwekewa mikakati wa utekelezaji. Taasisi inaendelea kufuatilia utekelezaji wa mkakati huo. 3. Uchambuzi wa mfumo wa utendaji wa vyama vya ushirika wa mazao nchini. Kazi hii ya uchambuzi wa mfumo wa utendaji wa vyama vya ushirika wa mazao, yani AMCOS, ilifanyika katika mikoa yote Tanzania bara kwa lengo la kutathmini utendaji na uendeshaji wa vyama vya ushirika wa mazao kwa kubainisha maeneo yenye viashiria vya rushwa kwa minajili ya kupendekeza namna bora ya kuimarisha mfumo wa uendeshaji na usimamizi wa vyama hivyo nchini. Pamoja na mengine, uchambuzi huu ulibaini mianya ya rushwa ifuatayo: 1. Kuwepo kwa uwazi na uwajibikaji. 2. Uhaba wa watumishi na hasa wakaguzi. 3. Uwezo mdogo wa viongozi wa vyama hivyo. 4. Udhaifu katika utunzaji wa mali za vyama vya ushirika na mazao. 5. Kuwepo kwa rushwa muhari. Matokeo ya uchambuzi huo yaliwasilishwa na taasisi kwenye kikao cha wadau ambapo yalijadiliwa na kuwekewa mikakati ya utekelezaji wake. Mheshimiwa Rais, katika kipindi hiki taasisi ilifuatilia miradi ya maendeleo 1031 yenye thamani ya shilingi trilioni 11.08 katika sekta za kipaumbele za afya, maji, elimu na ujenzi. Ulifanyika ikilinganishwa na miradi 1106 yenye thamani ya shilingi trilioni 1.67 iliyofuatiliwa kwa kipindi cha mwaka 2019-2020. Katika miradi iliyofuatiliwa, miradi 199 yenye thamani ya shilingi bilioni 174.47 ilibainika kuwa na mapungufu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na viashiria vya uvujaji wa fedha. Uchunguzi ulianza mara moja katika maeneo hayo. Miradi ambayo mapungufu yake hayakuwa makubwa, taasisi ilichukua hatua mbalimbali kuhakikisha miradi hiyo inaakisi thamani ya fedha pindi itakapokamilika kama ifuatavyo: miradi 192 iliyokuwa na thamani ya shilingi bilioni 554.88 ilikaguliwa na wahusika walishauriwa namna bora ya kuboresha utekelezaji wa miradi hiyo kupitia vikao kazi vya pamoja. Miradi 265 iliyokuwa na thamani ya shilingi bilioni 221.91, watendaji wake walielimishwa namna kuzuia vitendo vya rushwa katika usimamizi wa miradi hiyo, na katika miradi 375 iliyokuwa na thamani ya shilingi trilioni 9.52 ilifanywa uchambuzi zaidi kwa lengo la kuimarisha mifumo ya usimamizi wa miradi hiyo. Uelimishaji umma. Mheshimiwa Rais, taasisi ilitoa elimu kwa umma kuhusu madhara ya vitendo vya rushwa, wajibu wa wananchi katika kushiriki mapambano dhidi ya rushwa na namna ya kutoa taarifa za vitendo vya rushwa na ukiukwaji wa maadili nchini kupitia njia mbalimbali zikiwemo semina 3683, mikutano ya hadhara 3866, maonyesho 372, vipindi vya redio na televisheni 579, makala 632, uelimishaji wa uimarishaji wa klabu za wapinga rushwa 6108 na taarifa 290 kwa vyombo vya habari zilitolewa. Mheshimiwa Rais, tathmini ya hali ya rushwa nchini. Tathmini ya hali ya rushwa nchini imekuwa ikifanywa na taasisi za kimataifa na taasisi za ndani. Ni fahari kueleza kuwa matokeo ya tafiti mbalimbali za kimataifa yanaonyesha kuwa Tanzania imeendelea kufanya vizuri katika kudhibiti vitendo vya rushwa na ufisadi nchini. Miongoni mwa tafiti hizo ni utafiti wa Transparency International. Mheshimiwa Rais, takwimu zilizotolewa na Transparency International Januari 2021
zinaonyesha kuwa Tanzania imepata alama 38 na kushika nafasi ya 94 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa utafiti. Haya ni mafanikio makubwa, kwani tumepanda kwa alama 8 na tumezipita nchi 23 ndani ya miaka mitano tu, ukilinganisha na takwimu za mwaka 2015 ambapo Tanzania tulipata alama 30 na kushika nafasi ya 117 kati ya nchi 180 zilizofanyiwa utafiti. Kulingana na taarifa hiyo ya Januari 2021, Tanzania imeshika nafasi ya pili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ikitanguliwa na nchi ya Rwanda. Mheshimiwa Rais, matokeo ya utafiti huu ni ushahidi tosha kuwa hatua zinazochukuliwa na serikali chini ya uongozi wako mahiri katika kukabiliana na vitendo vya rushwa nchini zinaleta matunda na kuongeza imani ya wananchi kwa serikali. Mheshimiwa Rais, ninatambua kuwa shughuli ya leo ni kwa ajili ya kuwasilisha taarifa ya utendaji kazi kwa mwaka 2019-2020. Hata hivyo, kwa ruksa yako, naomba nitoe taarifa kwa ufupi kuhusu kazi 10 ambazo Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa imeendelea kuzifanya katika kipindi cha mwaka 2020 na 2021, pamoja na utatuzi wa kero mbalimbali zinazowakabili wananchi wanyonge. 1. Urejeshwaji wa vifaa ghafi vya umeme kutoka kwa wakandarasi waliopewa kazi ya kusambaza umeme nchini chini ya Wakala wa Nishati Vijijini REA. Mheshimiwa Rais, kupitia operesheni tulizofanya tumefanikiwa kurejesha vifaa ghafi vyenye thamani ya shilingi bilioni 2.4 kwa shirika la ugavi wa umeme TANESCO pamoja na Wakala wa Nishati Vijijini REA. Pia tunatarajia kurejesha vifaa vingine vyenye thamani ya shilingi bilioni 5.2 vinavyotokana na kazi za mikoa ya Kagera, Mara, Mbeya na Rukwa. Aidha, udhibiti umefanyika kwa lengo la kuepusha shirika la umeme nchini kupata hasara ya shilingi bilioni 93 katika kutekeleza mkataba wa ununuzi wa gesi kati ya Pan Africa Piet na TANESCO, ambapo kwa mujibu wa mkataba kati yao TANESCO imekuwa ikilipia gesi ambayo haijatumika. Pili, ufuatiliaji wa urejeshaji wa fedha na mali zilizokopeshwa kupitia mikataba kandamizi ya wakopeshaji maarufu kama mikopo umiza. Mheshimiwa Rais, tangu operesheni ianze mwaka 2019, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa tayari imefanikiwa kurejesha fedha taslim shilingi bilioni 2.6, mashamba au viwanja 18, nyumba 27, magari 18 na pikipiki 41. Aidha, wananchi 904 walioathiriwa na mikopo umiza wamesaidiwa na Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa. 3. Uchunguzi wa fedha za AMCOS na SACCOS. Taasisi imeendelea na uchunguzi katika vyama vya ushirika ambapo hadi sasa shilingi bilioni 15.82 zimerejeshwa kwa wananchi waliodhulumiwa kwenye vyama husika. 4. Ufuatiliaji wa shilingi bilioni 27.3 za Shirika la Maendeleo la Taifa NDC zilizotolewa kwa ajili ya kukopesha wananchi matrekta. Mheshimiwa Rais, mwaka 2018 NDC walikopesha wakulima jumla ya matrekta 657 yenye thamani ya shilingi bilioni 27.3 katika maeneo mbalimbali nchini, na wakopaji hao walishindwa kurejesha mikopo yao kwa wakati. Ndani ya miezi 6 kuanzia mwezi Agosti 2020 hadi sasa, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa imeokoa zaidi ya shilingi bilioni 2.08 na kazi inaendelea. 5. Ufuatiliaji wa fedha za mfuko wa pembejeo wa serikali kiasi cha shilingi bilioni 8. Mwaka 2014 serikali ilitoa shilingi bilioni 8 kwa kukopesha wakulima kupitia benki kwa ajili ya kununua pembejeo katika maeneo mbalimbali nchini. Fedha hizo hazikurejeshwa kwa kipindi hiki chote, lakini baada ya Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa kuanza kufuatilia, kiasi cha shilingi bilioni 1.15 tayari kimesharejeshwa na kazi ya uokoaji wa fedha hizi unaendelea. 6. Urejeshwaji wa mali za serikali zilizoporwa. Katika kufuatilia mali za serikali zilizoporwa na kuchukuliwa bila kufuata utaratibu, Taasisi ya Kuzuia na Kupambana na Rushwa kwa kushirikiana na Ofisi ya Waziri Mkuu imefanikiwa kurejesha kiwanda cha usagishaji nafaka cha Unga Limited kilichopo jijini Arusha pamoja na majengo 36 yaliyochukuliwa bila utaratibu ambayo yalirejeshwa kwa bodi ya Mkonge Tanga. 7. Mheshimiwa Rais, viwanja 72 vilivyoko mkoani Lindi vyenye thamani ya shilingi bilioni 30 vimerejeshwa serikalini kufuatia uchunguzi
wa ubadhirifu wa fedha za mkopo wa shilingi bilioni 28 uliotolewa na serikali ya Libya kupitia Benki ya Uwekezaji Tanzania TIB kwa kampuni ya Maize Industries Limited. Fedha hizi zilitolewa kwa ajili ya ujenzi wa kiwanda cha saruji mkoani Lindi kati ya mwaka 2009 na 2014. 8. Mheshimiwa Rais, taasisi ilifanikisha urejeshwaji serikalini wa machinjio yaliyopo jijini Dodoma yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 10 kufuatia kutoendeshwa kwa tija kati ya mwekezaji na serikali. Kwa sasa machinjio hayo yanasimamiwa na ofisi ya Katibu Mkuu, Wizara ya Mifugo na Uvuvi. 9. Udhibiti wa mali wa mradi wa ujenzi wa kituo cha mabasi Mbezi Luis, Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais, shilingi bilioni 15 zilikuwa zichepushwe na zimeokolewa kutokana na ufuatiliaji wa mradi wa ujenzi wa kituo kikuu cha mabasi cha Mbezi Luis, Dar es Salaam kwa kushirikiana na uongozi wa jiji. Baada ya kupitia upya upimaji wa kazi zilizofanyika, yani quality and quantity, tulibaini BOQ ambayo haikuwa halisia. 10. Ufuatiliaji wa madeni ya Mzinga Corporation Holdings Limited. Mzinga Holding Corporation imekuwa ikifanya kazi za ujenzi kwenye taasisi za serikali na binafsi, lakini imekuwa hailipwi kwa wakati. Baada ya taasisi kufanya ufuatiliaji ndani ya kipindi cha miezi mitatu, jumla ya shilingi bilioni 1.6 zimeweza kurejeshwa hadi sasa tokea Januari 2021. Mheshimiwa Rais, kupitia hadhara hii, taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa inapenda kutoa rai kwa Watanzania wote kwa mara nyingine kuachana na vitendo vya rushwa na ufisadi. Vinginevyo yeyote atakayejihusisha na makosa haya hata baki salama yeye pamoja na mali zake. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa, naomba kurejea kukushukuru sana kwa kututhamini, kutuamini na kutujali, pamoja na kuendelea kuiwezesha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi. Pia naomba nichukue nafasi hii kuwaomba Watanzania wenzangu na wale wote wenye mapenzi mema kumwombea Mheshimiwa Samia Suluhu Hassani, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, awe na nguvu na afya njema ili aweze kukamilisha malengo makuu ambayo ya kuongoza mapambano dhidi ya rushwa nchini. Mheshimiwa Rais, baada ya maelezo haya na kwa ruhusa yako, naomba sasa nichukue fursa hii adhimu nikukabidhi nakala za taarifa ya utendaji kazi wa majukumu ya taasisi kwa kipindi cha mwaka 2019-2020. Mheshimiwa Rais, naomba kuwasilisha. Nipo tayari kupokea maelekezo yako. Asanteni sana. Asante, tumpige makofi mengi sana. Mheshimiwa Rais, naomba sasa mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU akabidhi taarifa yake. Na utaratibu ni kama nilivyoutangaza awali, utaionyesha tu kwa Mheshimiwa Rais na kisha utaweka kwenye hiyo meza fupi iliyoko kushoto kwa Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, naomba nikabidhi taarifa ya utendaji kazi wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa mwaka 2019-2020. Mheshimiwa Rais, hii ni taarifa moja ambazo nakala zake ni kama zinavyoonekana. Naomba nizikabidhi zote kwa pamoja. Asante sana, tumpigie makofi mengi sana mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Brigedia Jenerali John Mbungo kwa kukabidhi taarifa hiyo ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa kwa mwaka wa fedha wa 2019 na 2020. Mheshimiwa Rais, baada ya kukamilisha upokeaji wa taarifa hizo kutoka TAKUKURU na ofisi ya CAG, ninayo heshima sasa kukukaribisha wewe